Mimi ninajua mna rekodi, ila huyu bwana tunatamani mwaka huu aoe. Yani sisi mimi najua yani huyu bwana sisi marafiki zake wa karibu tumechoka, labda tuwaambie watu wa media watusaidie. Lakini sisi kama watu wake wa karibu tumeshauri sana. Tumejaribu kushirikisha mpaka wazee wenye hekima, aka kababa hakataki kuoa. Kwa nini? Unahisi kwa nini hataki kuoa? Huyu jamaa. Unajua kwa sababu yeye mimi niseme sababu. Unajua kwa sababu hajapata mtu sahihi. Kuna statement unapendaga sana kuongea maestro in case kama ukipanda labda ukiwa na watu wanaweka muziki sawa, unasemaga kwamba kwa nilivyopendeza hivi, ungeniona labda miaka 5-6 nyuma, usingeniona hivi nilivyo. Kabla ya kufahamika maestro kama maestro na kwanza labda kufanya huduma Mbezi Beach, ulikuwa unafanyaga wapi huduma? Ni kijiji gani? Sababu unasemaga ulikuwa kijijini. Wapendwa wa Mungu, kitu ambacho mnatakiwa kujua kwamba kama nilivyowaambia mwanzoni, trust in process. Ukioko nyuma ya pazia mambo ni mengi yanaendelea huko. So muamini Mungu ukiwa nyuma ya pazia. Usikate tamaa, usifanye mistake yoyote itakayokufanya upoteze uso wa Mungu. Pamoja na kuwa nyuma ya pazia unatamani kuwepo front, endelea kuwatamia, endelea kumsikiliza Bwana, endelea kuomba. Zile nyimbo endelea kuziandika bro. Mungu atakapofunua pazia utajikuta una stock kubwa. Bro, kuna nyimbo ambazo watu wanazisikia sasa hivi wanajua kwamba zimeandikwa jana. Bro, zile ni nyimbo ambazo zimeandikwa tokea 2017. 10 ngapi? Yaani zipo kule kwa sababu unajua kwamba one day kwa sababu mimi ni wa Mungu na najua kitu ambacho ameniitia. So acha mimi niendelee wakati nasubiri. Yaani bro, kwenye hiyo process Mungu anakuwa anakuachia vitu. Nikupe mfano. Daudi ile ambaye unasema katoka kwenye shamba, katoka shambani huko kwenye kuchunga kondoo moja kwa moja kwenye ufalme. Bro, alienda kwa kwanza mtumishi wa nani? Alikuwa ni Sauli. Yeah. So alikaa kwenye nyumba ya kifalme. Kule kwenye nyumba ya kifalme Mungu kumpeleka kule ilikuwa ni training. Unajua? Daudi hajasoma, tunajua alizaliwa kama mchunga kondoo. So yule kupelekwa kwenye jumba la kifalme bro ni process. Alikuwa anajifunza uongozi. Ni uongozi. Ndio maana kina Yusufu baada kutoka jela kaenda kuwa mtumishi wa Potifa. Ni process, unajifunza uongozi ukoje. Ndio kwenye hiyo process sasa. Pamoja unaandaliwa kuwa mtu mkubwa mbele, hapo kwenye hiyo process Bwana anakuwa anakupa vitu. So kubali. Kutulia, kunyenyekea, kubali huo muda kwanza, kujua kwamba huu ni muda wa kutulia. Usiwe na haraka. Andika, iweke. Bro, siku Mungu akikupatia tu akifunua pazia hivi, utatuchanganya, utakuja na hiti kiboto. Mbona jamaa anakuja na mahiti? Alikuwa na muda wa maandalizi. Ndio maana mimi ni usitu mtumishi wa Mungu mwenzangu, mimi nimtie moyo. Hajalishi unaona mambo yaende afanyeje, kuna mali natamani kufika. Ndugu yangu, mimi nikutie moyo, endelea kuomba. Omba. Maana ile maombi ndio atakao kubeba siku utakuwa front. Hayo maombi ni maombi ya akiba, endelea kumuomba Mungu. Endelea kuandika unapopata mafunuo. Andika, tunakusubiri kwa hamu. Nasubiri kolabo yako bro, nakusubiri. Zile nyimbo zile nyimbo. Unasubiri wachezeshe? Nasubiri nishirikiane nao wala